mwanamke alipoona ule mti. Je, ni mti wa kawaida au ni huyu Mwashuri tunayemwongelea ambaye alipoona ule mti wapendeza kwa macho, wafaa kwa chakula, alitoa katika matunda yake akala, halafu akampa na mume wake na yakala? Haya matunda aliyotaa yalikuwa ni ya mti gani? Yalikuwa ni mti gani? Na je, ni matunda kweli kweli au ni nini? Tunamwambiwa na Biblia hapa kuna Mwashuri alikuwa anakaa ndani ya bustani ya Edeni. Na tunaambiwa ndani ya maandiko matakatifu huyu Mwashuri hakuna aliyekuwa anamfikia kwa uzuri. Alikuwa ndani ya bustani ya Edeni huyu Mwashuri. Alikuwa ndani ya bustani. Kwa hiyo tunapojifunza habari ya maandiko matakatifu ni vizuri kuchunguza huu mti uliokuwa ndani ya bustani ya Edeni ambao huyu mwanamke alipoona aliutamani, akachukua matunda akala, alafu akampa mume wake na akala. Okay, hili ni swala ambalo ni kwa je, ilikuwa ni tunda kweli au je alikula nini? Naomba tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 12. Sikiliza kwa makini, namalizia hapa. Ni kipengele kifupi lakini kitakupa maarifa makubwa sana. Nataka tuangalie, je, inawezekana yule mke wa Adamu Hawa alizini na shetani kwenye bustani ya Edeni? Ndio maana tafsiri ikatumika kwamba alikula matunda. Hebu tusome waraka wa 3 wa Yohana, tuangalie maandiko matakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Anasema kuanzia mstari wa 10 mpaka 12. Katika hili, narudia mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mtu aliyezaliwa kutokana na Mungu afanye nini? Hatendi dhambi. Mstari wa 10 anasema katika hili, ili hoja hiyo hoja juu kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Anasema katika hii hoja tunaweza kutofautisha nani ni mtoto wa Mungu na nani ni mtoto wa ibilisi. Kumbe ibilisi ana watoto. Sasa alizaa na nani? Hayanihusu. Tutaangalia hapa. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi pia. Kwa hiyo ibilisi ana watoto. Anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu. Shika hilo neno, asiyetenda haki. Hatokani na Mungu. Asiyetenda nini? Haki. Hatokani na Mungu. Okay, asiyetenda haki hatokani na Mungu. Narudia hilo neno, asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Maana hii ndio habari mliosikia tangu mwanzo. Hakuna habari tumesikia kwenye kitabu cha Mwanzo ya kwamba tupendani sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Kaini ni mtoto wa mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ndugu yake yalikuwa ya haki. Huu ni mstari wa 12. Mstari wa 10 tunaambiwa asiyetenda haki hatokani na Mungu. Kaini matendo yake yalikuwa maovu. Abeli matendo yake yalikuwa ya haki. Swali, je, Kaini alikuwa mtoto wa shetani? Mamambiwa katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi pia. Katika jambo lipi? Asiyetenda haki ni mtoto wa ibilisi, anatenda haki ni mtoto wa Mungu. Je, Kaini alikuwa ni mtoto wa Mungu? Mtazamaji wangu, fuatana na mimi vizuri kidogo. Nimalizie kipengele. Kaini na Abeli walikuwa ni mapacha. Kaini na Abeli walikuwa ni watoto mapacha ambao ninaomba unifuatilie kwa makini sana. Kaini na Abeli walikuwa ni mapacha, watoto ambao walikuwa ni mapacha. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 na mstari wa kwanza kabisa. Adamu akamjua Hawa mkewe, akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema nimepata mtoto mwanaume kutoka kwa Bwana. Akaongeza, sikia neno akaongeza, akamzaa na ndugu ya Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Adamu kamchua Hawa mkewe, akamzaa Kaini, akaongeza. Hatuambiwi akamjua tena. Mstari wa 25 utaona Adamu akamjua mkewe, akamjua mkewe tena, akamzaa Sethi. Kwa hiyo hapa tunaambiwa aliongeza, akamzaa Abeli. Sio tena alimjua mkewe, aliongeza akamzaa Abeli.
Swali, je, Kaini ni mapacha na Abeli? Jibu ni ndio.